faida 5 za kujua staili za kuweza kufanya mapenzi ambazo zitaweza kukusaidia namna ya kuweza kufanya mapenzi na mwenza wako. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba unapojua staili za kuweza kufanya mapenzi huwa zinakusaidia kuweza kufahamu namna ya kuweza kufanya mapenzi na mwenza wako. Haijalishi mwanaume, haijalishi mwanamke. 90% mwanamke au wanawake pamoja na wanaume hawajui kuweza kufanya mapenzi, lakini unapojua staili za kuweza kufanya mapenzi lazima ziweze kukusaidia au uweze kupata faida wakati unapokuwa unafanya mapenzi na mwenza wako. Faida ya kwanza kabisa ni faida ya kujua staili za kuweza kumfikisha mwanamke kileleni. Yaani unapojua staili za kuweza kufanya mapenzi lazima utapata faida ya kujua staili gani ambazo zitaweza kumfanya mwanamke aweze kufika kileleni. Na pia faida ya pili ni faida ya kujua staili gani ambazo mwanaume anatakiwa hawezi kuanza nazo wakati wa kufanya mapenzi. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya faida. Na pia faida ya tatu ni faida ya kujua staili ambazo ni za kumkomoa mwanamke wakati wa kufanya mapenzi. Kuna wakati unatakiwa unamkomoa mwanamke wakati unapokuwa unafanya mapenzi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba unapofahamu staili za kuweza kufanya mapenzi utaweza kupata faida ya kujua staili za kumkomoa mwanamke wakati wa kufanya mapenzi. Na pia faida ya 4 ni faida ya kujua staili za kumkojoza mwanaume haraka wakati unapokuwa unafanya mapenzi. Na pia faida ya mwisho kabisa au faida ya 5 ni faida ya kujua staili ambazo unatakiwa uweze kumlainisha mwanaume aweze kulegea na aweze kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo hizi pia ni mojawapo ya staili ambazo kama utajua staili za kuweza kufanya mapenzi basi na hizi staili utaweza kuzifahamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Lakini pia nikukumbushe kwamba kama unahitaji kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 lakini kwa soft copy utakipata kwa shilingi 10,000 kwa njia ya WhatsApp. Hakikisha unacheki WhatsApp ili uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Kanyankole.